Makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Alhaji Hemed Suleiman Abdullah amewashukuru wananchi wa Bweleo na Wazanzibari kwa ujumla kwa kuendelea kuilinda amani katika kipindi chote cha uchaguzi mkuu. Ameyasema hayo wakati akisalimiana na waumini wa Masjid Taqwa uliopo Bweleo, wilaya Magharibi, Unguja, mara baada ya kumalizika kwa ibada ya swala ya Ijumaa. Amesema suala la amani ni suala mtambuka linalomgusa kila mwananchi wa Zanzibar mwenye uchungu na nchi yake na anayependa kuiona Zanzibar ikipiga hatua zaidi kimaendeleo. Amani ndio kila kitu. Na huwa napenda kusema na kuwakumbusha Waislamu, hata Nabii Ibrahim alayhi salam alipokuwa pale Maka kwa mara ya kwanza, jambo la kwanza aliloomba ni amani, wala hakuomba chakula. Aliomba ujaliwe mji ule uwe na amani. Alafu ndio wakaja hatua ya pili ya kuomba chakula na vitu vingine. Kwa hiyo nimesimama hapa kuendelea kuwakumbusha watukufu wa Islam na wananchi wote kwa ujumla kuendeleza amani yetu tulionayo. Hii haitaki kutetereka wala haitaki kujaribiwa. Kila siku tunahitaji amani ili na vizazi vijavyo viendelee kufaidi nchi hii ya Zanzibar na Tanzania kwa ujumla ikiwa na amani. Wanabweleo na wote wananchi mnaotusikiliza, thamani ya amani ni kubwa. Kama kuna tunu ya kwanza ndani ya taifa lolote duniani ni amani. Alhaji Hemed amefahamisha kuwa amani iliyopo nchini ni urithi kutoka kwa waasisi wa taifa hili, hivyo ni wajibu wa kila Mzanzibari kuitunza na kuienzi amani iliyopo kwa maslahi mapana ya vizazi vya sasa na baadaye. Sambamba na hayo, amesema kuwa nchi yoyote duniani inategemea kuwepo kwa amani na utulivu ili kuweza kuleta maendeleo endelevu kwa wananchi wake pasipo kuangalia itikadi ya vyama vya siasa. Amewasisitiza wananchi kuendelea kuelimisha na kuhamasisha juu ya umuhimu wa amani na utulivu katika nyanja zote za kiuchumi, kisiasa na kijamii, hasa katika kipindi hiki serikali ikiendelea na ujenzi wa miradi mbalimbali ya kimaendeleo. Aidha, amesema serikali iko tayari kutoa kila aina ya ushirikiano kwa wananchi wa Zanzibar na Watanzania kwa ujumla ili kuhakikisha malengo ya serikali yanafikiwa kama yalivyopangwa. Hizi ni ripoti za ASAM. Fatuma Benard, ASAM Online TV.